Mheshimiwa Waziri, sisi leo kwetu ni furaha. Unaona wananchi walivyo na tabasamu, wanafurahi kuona mafanikio ya Chama cha Mapinduzi, mafanikio ya serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi, inayoongozwa na mwenyekiti wetu na rais wetu Daktari Samia, ambayo iliahidi kuwa kwamba ni suluhishi la uchumi, kwamba vijana wataanza kujitegemea. Leo mmeona mwenyekiti wa vijana amefungua kampuni. Alikuwa ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo mkoa wa Geita. Sasa huyu sio mdogo tena. Mmeyasikia mabilioni aliyoyataja hapa. Mabilioni 4 ni mengi mno wananchi. Alenterajimape bato kubane. Yaani huyu angeliamua tu kufanya kama alivyofanya GCM wa Katoro, ilikuwa mpaka Dar es Salaam wangetikisika tena. Bilioni 4 sio mchezo waziri. Lakini yeye amesema sasa hizi bilioni 4 ziwe suluhisho kwa wananchi wote. Ni uchumi shirikishi. Amejenga kiwanda ili mtoto wa maskini wa Chato Kusini na Makulugusi aje aombe kazi hapa, afanye kazi hapa. Hayo ndiyo maendeleo niliyowaahidi wananchi. Etechana matoko bane. Hayo ndiyo niliyowaahidi na Chama cha Mapinduzi kiliwaahidi. Kwa hiyo mimi nina furaha sana kuona wananchi wangu ninaanza kutengeneza matajiri wapya wazuri ndani ya Chato Kusini. Na ninataka tu nikwambie Mheshimiwa Waziri, niliposema bungeni wewe ulikuwa mashahidi. Wengine walisema ama uikotaka. Niliwaambia sisi wachimbaji tuna fedha kweli kweli. Na mimi nikawaambia ndio mchimbaji ninayeingia chini futi 80, haipo mwingine. Sasa mmeanza kuona harusi iliyotikisa Tanzania ni ya Chato Kusini. Yule GCM wa Katoro kwao ni hapo tu, naenda nitakuonyesha. Helikopta inatua Chato Kusini kubeba binti kwenda saluni Mwanza. Hayo ndio niliowaahidi wananchi. Hizo ndio bata nilizowaahidi wananchi. Ete chana mapoko bane. Na leo mbunge. Hebu shangilieni kwa mbunge ni kwa lolo. Lakini hawa watu, ndugu zangu, hawajakomea hapo. Wamekupitisha kwenye mradi wa maji Mheshimiwa Waziri. Wanatoa maji bure. Hawajakomea kutoa maji bure. Sasa wanajenga na kituo cha polisi wao wenyewe kwa gharama zao. Huu ni ungwana na ubinadamu kuzidi utu. Kama ulikuwa na changamoto waashie tu kwa tu. Ulikuwa unaona Bwanga ni mbali na Buseresere. Sasa kituo kinakuja hapa. Koshie jua nakuja Kobola. Piga makofi kwa kampuni hapa. Lakini hawakomei hapo, wanatujengea soko la orofa moja. Hizo sio kazi jamani. Kwa hiyo wale wachimbaji wa Msasa, mnaochimba madini yenu, mnahangaika kwenda Buseresere, kwenda Katoro, kwenda wapi? Sasa mnafanya uchenjuaji hapa. Na uzuri airport iko Chato tu hapo. Ukimaliza hapa, wabocha hela chako, wacha na dhahabu chako, unataka uende Dubai, unataka uende wapi, unaenda kuuza dhahabu yako. Kwa hiyo tunatengeneza sasa mnyororo wa samani Chato Kusini pamoja na Chato. Piga makofi kwa Chato. Na nataka nikuambie kwa kweli Mheshimiwa Waziri, yani mpaka wanasema sije ni Mungu huyu. Yani amenileta naona matajiri wameibuka, wote wametajirika. Hebu nipigieni makofi jamani Mungu. Nataka niombe tena wananchi wangu wote mnaoanza kufanya biashara. Fanyeni biashara mkijua mbunge wenu, mwakilishi wenu niko tayari kuwasemea popote kwa ajili ya maendeleo yenu. Hiyo ndio ahadi yangu niliyowaambia. Kwamba mimi nitashirikiana na nyie. Mimi mtoto wa mama ntilie, sitambabua mwananchi aina yoyote. Matajiri na maskini wote ni wa kwangu. Natamani wote mtembosare. Alidulajimopia wenu. Sasa niseme tu, nikisema mengi sana. Niseme na hili Mheshimiwa Waziri. Na kwa sababu serikali imetutembelea. Kwenye maendeleo yote duniani, uchumi unapokuwa na maendeleo yanapotokea na kuwa ni makubwa na changamoto zinakuwepo tu. Hili eneo la Msasa ndio eneo linalochimba madini sana. Tumeanza kuchimba tangu 2015.
leo tuna miaka 16. Ukisimama hapo unaona milima, sio milima ambayo Mungu aliitengeneza. Ni hao unaona waliokaa mbele yako, na hawa ndugu zangu ndio wanachimba na kuzalisha milima. Kwa hiyo hayo sasa tunaenda kuwa na mashimo ambayo kabla Yesu hajarudi tunaweza tukaachua mashimo, wananchi wangu hao wakabaki kuyaangalia. Ombi langu kwa serikali, ombi langu ni waombe wawekezaji wote, mnaowekeza Msasa, mnaowekeza Makurugusi, muweke kipaumbele kwenye kuzalisha elimu. Tuna shule ya sekondari hapa haina mabweni, Mheshimiwa Waziri. Na tabia ya wachimbaji, unajua mchimbaji akishapata hela yake aangalie umri wa binti. Yeye kuanzia miaka 15 ni halali. Sasa hiyo ni mbaya. Mabinti wengi kwenye utafiti unaonyesha kwenye mabinti wanaoanza shule wa mabinti 10, 3, 2 mpaka 3 wamalizi shule ya sekondari. Ni waombe wawekezaji, tujengeeni mabweni ili hao watoto mnaochimba madini kwenye ardhi waliopewa na Mungu wanufaike, wamalize elimu yao salama, na wao waje wachimbe wawe matajiri kama nyie. Niombe kampuni hapa nyuma yetu tuna sekondari, hatuna mabweni, na leo mnatuwekea soko la dhahabu hapa. Vijana watajaa noti, na mimi natamani watajirike, lakini tuwalinde watoto hawa kwa kizazi cha kesho. Tuwajengee mabweni, sekondari ile tuweke, na mimi mbunge wenu kwa sababu ni mchimbaji nitawaunga mkono. Natamani kabla sijaondoka hapa mniambie mtafanya nini kwa ajili ya bweni hapo. Lakini tunayo changamoto, Mheshimiwa Waziri. Kata hii tumechimba madini miaka 11 leo. Lakini nataka nikuambie hatuna hata ofisi ya kata ya chama nzuri. Ofisi ya kata ya mtendaji hatuna. Nimezungumza na wananchi wangu pamoja na diwani, tumeanza kushirikiana. Mheshimiwa diwani, emera kashi bakobo wanangu mheshimiwa. Niko hapa mheshimiwa. Mrembo noti wani bwana. Hebu piga makofi kwa Makoja. Tumeanza jengo, Mheshimiwa Waziri Kati. Tumeanza jengo la ofisi ya kata. Jengo kubwa ambalo litakuwa na ukumbi wa kubeba watu 200. Tumeanza na msingi, sasa tuko kwenye renta. Ombi langu kwako kwa unyenyekevu mkubwa, na wewe ni rafiki yangu, naomba basi kupitia kale ka mfuko kako kama madini ukisupport tu tukapata milioni 60, tunakamilisha jengo lile. Hii sasa Msasa utakuwa umetuachia alama, na sisi tutaendelea kukuombea kila uendako, na nina imani wewe ni rafiki yangu utakataa. Ombi langu la pili, huko Makurugusi kule tunakochimba nako tuna shule ya sekondari, hatuna mabweni ya watoto wa kike. Ukitujengea na bweni lingine na wewe la kupitia mfuko wako tutashukuru sana. Na lenyewe halina hela nyingi, wanasema milioni 100 tu, wataalamu wameniambia. Sasa wewe ndio mawaziri wa madini. Bamoshi badikwa. Huyu ndio waziri wa madini, chako wasema Tanzanite, machoma, makaratama, madhahabu ndio tuko naye hapa. Sasa na imani tu kwamba sasa atatusikia sisi watu wa Msasa, kwa sababu yeye ni mjukuu wetu. Atatujengea kabweni pale kwa watoto wa shule Msasa pale, maisha yaende kuwa mazuri.